Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemega headline huko mtandaoni ni pamoja na hili jambo ambalo amelizungumza huyu bwana si mwingine bali ni Diamond Platnumz. Diamond bwana amezungumzia kuhusiana na sakata zima la kutengenezwa kwa arena hapa Tanzania. Sasa jambo ambalo limehappen bwana ni kwamba kwa muda mrefu sana wasanii wa Bongo Flava wamekuwa wakilalamika au wamekuwa wakililia serikali iweze kuwatengenezea sehemu, yani ukumbi mmoja mkubwa sana kwa ajili ya shughuli za kiburudani, yani ukumbi ambao utakuwa unatumika kwa ajili ya kufanyia event kama vile za ugawaji wa tunzo, vile vile bila kusahau kuwepo pia na ukumbi huo utumike kwa ajili ya kufanyia show kubwa. Kama unakumbuka vizuri, mnamo miaka kadhaa iliyopita bwana, kuna jambo la tunzo ambazo zilikuwa ni tunzo za Trace Music Awards, ambapo mwaka mmoja kabla zilifanyika kule nchini Kigali, Rwanda, lakini mwaka ule ufuata ikabidi zifanyike Tanzania, na ilikuwa ni moja kati ya heshima kubwa sana katika mziki wa Bongo Flava kuheshimishwa kutoka hapa Tanzania mpaka tunzo kubwa kabisa hizi kutoka Afrika kufanyika nchini humo. Kwa hivyo basi ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo viliwafanya watu wengi sana walikuwa very excited, na tunzo hizo zilifanyika kule Zanzibar, lakini kwa mujibu wa jinsi ambavyo maandalizi yalivyokuwa, ni kwamba kwa hali ilivyokuwa bwana, kwa namna moja au nyingine hali ilikuwa ni tete kidogo, kwani tunzo hizo zilifanyika nje ufukweni na jukwaa lilikuwa likiharibika, kulikuwa kuna matatizo ya hapa na pale, jambo ambalo kidogo halikuridhisha watu wengi, yani expectations za watu wengi hazikuwa met kutokana na kwamba kulikuwa kuna changamoto nyingi. Na yote hiyo ni kwamba iwapo kama kungekuwa na arena Tanzania, basi moja kwa moja ilikuwa ni jambo jepesi sana kwa tunzo hizo kufanyika katika arena hiyo, tofauti na kile ambacho kimetokea pande hizo za Zanzibar katika ugawaji wa tunzo za Trace Music Awards ambazo zilifanyika nchini Tanzania. So kwa upande wa Kigali Rwanda, japokuwa ni nchi ndogo, lakini wenyewe wametengenezewa arena. Kwa hiyo ina maana kwamba industry ya muziki wa Rwanda kidogo imepiga gepu. Serikali yao imeamua kuwapa thamani kubwa wasanii na kuwatengenezea arena, tofauti na hapa Tanzania. Wasanii bwana wamekuwa wakilalamika kwa muda mrefu kwamba wanahitaji arena, na hicho ndicho kitu ambacho amekizungumza zaidi Diamond Platnumz kuhusiana na sakata hilo, akiwa anazidi kuisii serikali iweze kutengeneza arena kwa ajili ya shughuli kubwa za kimuziki hapa Tanzania, kwani muziki ni moja kati ya chanzo cha mapato makubwa kabisa katika serikali ya Tanzania kwa wananchi. Muziki umegawa ajira kwa watu wengi. Muziki umekuza sekta mbalimbali kama vile sekta ya habari na vitu vingine kama hivyo. Sasa hili ni jambo ambalo amelizungumza Diamond Platnumz kwa muda mrefu sana pale Wasafi FM, katika interview ambayo ameifanya exclusive kabisa na Lil Omi. Katika interview hiyo bwana, Diamond amezungumza vitu vingi sana, vingi mno. Tutakava kimoja baada ya kingine na tutaangalia pia maoni ya wadau yamezungumzaje, lakini kwa hii leo tunataka tuzungumze kwanza kuhusiana na hili swala la arena, kwani limemeke headline kweli kweli kutokana na kwamba Harmonize Konde Boy ni moja kati ya wasanii ambao wamekuja kujibu swala hilo, akiwa anapingana vikali na kile ambacho amekizungumza Diamond Platnumz. Kwa upande wake Harmonize bwana, yeye amekuja hapa amelizungumzia swala hilo, akidai kwamba alichokizungumza Diamond bwana hakina mashiko, na serikali imejitahidi sana, imefanya vitu vingi sana vikubwa, na pia vile vile iko na project nyingi ambazo zinaleta matokeo chanya kwa jamii. Hakuna sababu ya kufocus zaidi kwa sasa na arena. Kwa kifupi ni kama vile Harmonize ameamua kumcrush Diamond, yani mchana kweupe kabisa, jambo ambalo limeibua hisia za wadau wengi sana. Wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na kile ambacho Harmonize amekizungumza.
Naam bwana, baada ya kauli ambayo ameitoa Harmonize kumjibu Diamond Platnumz kwamba kama vile anataka ameiattack serikali, wakati serikali imekuwa ikiwabeba sana wasanii, imewapa show na vitu vingine kama hivyo, bwana Mr Pimbi amejitokeza kuja kumsema Harmonize kwa kile ambacho amemjibu Diamond Platnumz. Kwa mujibu wa Mr Pimbi anasema kwamba Harmonize bwana yuko na wivu, Harmonize ni chawa na vitu vingine kama hivyo. So bila kupotezea time, nataka umsikilize hapa Mr Pimbi maoni yake kuhusiana na kile ambacho Harmonize amekizungumza dhidi ya Diamond Platnumz. Guys, nimesikia alichokizungumza mwanamuziki Harmonize Konde Boy Konde Jeshi, lakini kwa bahati nzuri au mbaya mimi naomba nimjibu tu. Mr. kujua kwamba Diamond alichokizungumza juu ya serikali alikuwa yuko right au alikuwa yuko wrong. I don't care. Lakini mimi ninachotaka kukizungumza ni kwamba nowadays Harmonize naye amekuwa kama msemaji. Yaani amekuwa kama Mwijaku, amekuwa kama Bigubanga, amekuwa kama Mr Pimbi. Harmonize anakuwa naye anajibu trending za mitandaoni. Lakini pia nadhani kitu ambacho Harmonize kimempanikisha ni wivu. Comment ya Diamond. Okay, kama Diamond amezungumzia serikali. Wewe Harmonize wewe ni nani? Who are you? Kuna msemaji wa serikali. Serikali ipo. Kwa hiyo kama Diamond amesema kitu ambacho sio sahihi kuhusu masuala ya arena na nini na mambo mengine ambayo umeyazungumza, serikali ina taratibu zake. Na kama Diamond amekosea, serikali itamuona. Kuna namna itamfikia. Sasa wewe unamkosoa Diamond kama nani? Yaani na wewe, kwa hiyo na wewe unamkosoa Diamond, umekuwa mkosoaji. Kwa hiyo na wewe mkuachara sasa Harmonize. Umevamia fani zetu. Tukupishe, umsemee Diamond, umzungumzie Diamond. Konde tulia bana, imba muziki. Perform muziki baba, uchawa huku ni kugumu. Tuache sisi, tushakubaliana na hali. Wewe baba huku utapasuka koo. Sisi wenzako koo zetu zishazoea. Ukiona kitu kinaruka unaruka nacho. Konde tulia baba, acha. Yaani acha kabisa. Mambo ya uchawa acha. Sasa wewe angalia sasa. Sisi wengine tumekaa hapa tunafikiria Diamond atupe ugali. Tuanze kumzungumzia. Wewe sasa Konde ushaanza kuwa msemaji wa WCB. Chochote ukiona kinachohusiana na WCB, wewe unakuja ukizungumzia jamani. This is not good. Haona historia basi. Hizi kazi za watu. Unavamia itakuwa shida. Wewe baki kwa Mzenji. Tushajua wewe ni chawa wa Mzenji. Basi baki kwa Mzenji huko. So hicho ndicho alichokizungumza Mr Pimbi dhidi ya Harmonize kuhusiana na kile ambacho amekisema hivi karibuni. So it is what it is bwana, mambo ni mengi. Hakikisha kwanza kabisa unazidi kuwa karibu na channel yetu, kwani tutazidi kuletea update kuhusiana na hili jambo. Bwana hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi, lakini comment zako weka hapo chini katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona.